Peter Mpangile, mwenyekiti wa halmashauri ya Wanging'ombe. Leo tumekuwa na mkutano wa kujadili rasimu ya mpango wa bajeti wa halmashauri ya Wanging'ombe kwa kipindi cha 2026/27. Rasimu yetu imegusa maeneo kabla yote muhimu, sekta mbalimbali: sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya kilimo, umwagiliaji, pia na masuala mazima mtambuka ambao tumeweka na mipango mbalimbali ya halmashauri ambayo tunategemea kwa kipindi kijacho tuweze kuyatekeleza. Halmashauri kama halmashauri ina mipango mingi na imekuwa ina mipango mikakati ambayo inatarajia kuifanya ili iweze kuweza kuongeza kipato, kuongeza makusanyo, mapato ya halmashauri. Kwa mfano, katika rasimu yetu ambayo imelenga sana katika kuboresha huduma za kiafya, tuna ujenzi wa mazahanati, ujenzi wa hospitali, ujenzi wa nyumba za watumishi katika hospitali yetu ya wilaya ya Wanging'ombe. Pia imelenga kuweza kuboresha miundombinu ya mashule kama vile shule za misingi, ambayo karibia kila kata imeguswa katika utekelezaji mzima wa miundombinu katika madarasa, na tuliona kwamba ni vizuri sana kwamba kata zote ziweze kuguswa na bajeti hii. Namshukuru Mungu na nashukuru watumishi ambao wameweza kupitia kila sekta, wameweza kupitia kila kata, wakagundua changamoto za kata mbalimbali ambazo zinakabili, na wameweza pia kugusa na kuandika zile changamoto na kuzitengea hizo bajeti ambayo inaweza kwenda kutekelezwa. Na pia kama halmashauri tuna mipango mikakati katika rasimu ya bajeti ya 2026/27. Tunategemea kutekeleza miradi pia mikubwa, na tumetenga bajeti kwa maana tunatakiwa tujenge stendi ya mabasi katika njia kubwa ya Mbeya, Makambako Mbeya, ambao tunaendelea kutafuta maeneo, lakini tunatarajia kwamba maeneo ambayo yataweza kujengwa stendi yawe ni maeneo ambayo pia yatakuwa na msaada, yatakuwa na tija kwa wananchi kwa kurahisisha usafiri. Pia tunategemea kujenga ukumbi mkubwa wa halmashauri ambao pia utatumika kama kwa shughuli za kiserikali na halmashauri, lakini kubwa zaidi tunafikiri pia jamii kama jamii ya halmashauri ya Wanging'ombe, hususan Igwachanya, hatuna ukumbi ambao unaweza ukafanya matukio mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama Wanging'ombe, kama viongozi, tumeliona hilo kwamba tunapokuwa na matukio mbalimbali makubwa, hatuna ukumbi unaweza accommodate watu wengi. Hivyo basi tukaona kwamba pia ikiwe ni kipaumbele cha halmashauri yetu kuhakikisha tunajenga ukumbi wa kisasa ambao utafanikiwa kufanyia matukio yote ya serikali, pia hata jamii nzima inaweza ikatumia ukumbi huo. Pia tunategemea kuwa na ujenzi wa stendi ya mabasi Kipengele. Katika rasimu hiyo pia kuna fedha zimetengwa na zinaenda kutengwa kwa ajili ya ujenzi wa stendi ya mabasi ya Kipengele, kwa sababu tunaona Kipengele pia panahitaji kuwekewa stendi ambayo itaweza kuwasaidia wasafiri mbalimbali na wananchi, kwa sababu Kipengele ni mpakani wa Makete na Njombe na Wanging'ombe. Pia tunaona kama ni ingilio. Pia tunategemea kuwa na mradi mkuu pia wa umwagiliaji wa bwawa la Ulembwe, tuna bwawa la Igwachanya. Hayo yote tunategemea katika mpango wa bajeti unaokuja yaweze kutekelezeka, kwa sababu vitu vyote hivyo vitasaidia. Kwa mfano, swala unalotaja habari ya umwagiliaji mabwawa, maana yatasaidia wananchi kuweza kuongeza kipato katika swala zima la kilimo cha umwagiliaji, na haitanufaisha tu wale wananchi, pia itanufaisha serikali, kwa sababu pia serikali itapata ushuru, itapata mapato kutokana na vile vyanzo vingi ambavyo wananchi watakuwa wanavifanya, hususan kwenye kilimo. Pia kama kuna umwagiliaji, maana tutapanda na samaki pia, na kutakuwa na uvuvi wa samaki.
na tunategemea kwa mfano likijengwa bwawa la Ulembwe. Ulembwe kama Ulembwe ilipo ni chanzo cha utalii pia. Kwa hiyo tunategemea sana hata wakazi wa Njombe watatumia lile bwawa kwa maana kama vivutio vya utalii, kwa sababu tunafikiri kwamba pia tutawatangazia wadau mbalimbali waweze kuwekeza katika pembezoni mwa ile bwawa, hata ujenzi wa mahoteli, kwa sababu ile eneo ni eneo pekee lenye liko tambalale na ni eneo pekee lililozungukwa na vijiji vya kata nzima vyote vinne. Limezungukwa na kijiji cha Ujagala, kijiji cha Ulembwe, kijiji cha Usita, kijiji cha Usaule, vyote vimezunguka lile bwawa. Na tukija Igwachanya, kama Igwachanya pia tuna bwawa kubwa ambalo linatakiwa lijengwe mahali hapa, nalo pia tunafikiri pia itakuwa ni fursa pia kama ni sehemu ya recreation pia kwa jamii inayozunguka, na pia hata wananchi watanufaika. Umwagiliaji kama umwagiliaji ukiboreshwa, maanake utasaidia wananchi kupunguza ukataji holela, ulimaji holela wa mazao kama wanaofanya sasa hivi masuala ya kilimo cha kipalila. Kumekuwa na mgogoro mkubwa kati ya wananchi na serikali. Wananchi wanategesha maji kwenye vyanzo, serikali inakuja wanatoa wale mabomba, matokeo yake kunakuwa na mgogoro. Lakini tukiwatengenezea maeneo maalum ya umwagiliaji, watu hawatabili tena na vile vyanzo, watakuwa moja kwa moja watahusika na watatumia maeneo ya umwagiliaji kwa ajili ya ulimaji, kwa ajili ya umwagiliaji wa viazi vyao, lakini hawataenda kwa kuharibu vyanzo vya maji kama ambavyo ilivyo. Uharibifu ni mkubwa sana wa vyanzo wa sasa hivi.